Bwana Yesu asifiwe mahali popote ulipo. Ninatumai ya kwamba ubuheri wa afya tangia tulipoachana wakati uliopita. Huyu ni Evangelist Peter Maina. Kama vile ambavyo nimekuwa nikilitaja jina langu katika video ambazo zimepita. Najua umekuwa muda sasa karibu wiki moja hatujaweza kupatana hewani, lakini sasa Bwana amenijalia niko hapa. Na kuna watu wengi wananipigia kuliendaje, kumefika wapi. Ninaomba niseme ya kwamba mpaka sasa hatujaweza kurudi kwa sababu mkutano tuliokuwa tufanya pale kwa serikali mahali ambapo mashtaka yalipelekwa uliweza kuahirishwa indefinitely. Kisha baadaye aliyekuwa mshtaki aliomba ya kwamba tuweze kukutana ili tuweze kujadili mambo hayo na kuyatoa kwenye yaliko, lakini ni kweli mambo yaliyowekwa wazi lazima yasuluhishwe kwa wazi. Kwa hivyo mpaka sasa hakuna suluhisho limeweza kupatikana. Kwa hivyo yule aliyeshtaki yeye ndiye atafanya maamuzi, lakini tunashinikiza ya kwamba kanisa na uongozi wake, Division Union, ikiwezekana waweze kutoa mpangilio ama waseme jambo kuhusu mambo hayo, ili hakika lengo la mafundisho liweze kuafikiwa ya kwamba kanisa litenganishwe na biashara kama hizo ambazo zimekuwa zikiendelea pasipo watu kuelewa na kufahamu yaliyojiri. Na kuna watu wamelalamika wakasema hatujachukua muda kufundisha watu namna ya kupata pesa. Ninaomba niwaelekeze watumishi wa Bwana wote na washirika wote ya kwamba katika Biblia, hasa kitabu cha Mithali na kitabu cha Mhubiri pamoja the Counsels on Stewardship, kitabu ambacho ni The Spirit of Prophecy, usiwe mtu ambaye ni wa kutarajia kufundishwa kila kitu. Wakati wa kuchunguza mambo kivyako umefika. Kwa hivyo chukua vitabu hivyo, na nafasi ikipatikana watu watafundisha tu. Kwa hivyo ili ya kwamba uweze kuelewa. Na njia moja ya kutojitajirisha na kupata mali ni njia ya speculation, ni njia ya bahati nasibu, ni njia ya unyang'anyi, Ponzi schemes, kwa sababu Ponzi scheme lengo lake ni unyang'anyi. Kwa hivyo usiwe wewe kuwa mwangalifu. Vile ambavyo unatia bidii katika maisha yako, tia bidii katika kutafuta mashauri ya Bwana, naye Bwana ataweza kukusaidia. Kwa hivyo karibuni sana. Leo tuko na topic ambayo ni muhimu sana, ambayo haitaweza kuisha sasa, lakini tutatanguliza tu, na maadamu tutapata nafasi tunaendelea kusonga nayo mbele. Na swali tunauliza ni hili: kwa nini watu wengi wanaondoka na kuliacha kanisa la SDA? Hilo ni swali. Okay? Na kwa nini sasa inaonekana wengi haswa katika uongozi aidha ni kule juu makanisani wamejali sana kuongezeka kwa hesabu ya watu na tena pesa. Sasa leo tunataka tuchunguze ni kwa nini. Okay? Kwa hivyo karibu sana, na Mwenyezi Mungu awe ndiye atakayetubariki atuzungumzie. Na hebu nikuulize, ushaipata wazo la kuliacha kanisa la SDA? Hayo ndiyo mambo ambayo tungetaka tujadili kwa sasa, na Mwenyezi Mungu akubariki pamoja nami katika Kristo. Hebu tuombe. Baba, tunashukuru kwa sababu ya kukaa nasi. Masaa matakatifu ya Sabato yamefika. Kwa wale ambao watafikiwa na video hii ikiwa ni leo Ijumaa tarehe 7, basi tunaomba kwamba neema yako iwafunike pamoja na yangu. Bwana, unifunike kwa neema hiyo hiyo. Nitumie kama chombo, nitakase kinywa changu, tia kwenye mawazo yangu kile ambacho ungetaka kifundisho watu wako, pamoja nami tuweze kubarikiwa katika Kristo, naomba na kuamini. Amina. Kwa nini watu wanaondoka katika kanisa la SDA? Hilo ndilo swali. Basi nakukaribisha. Now, watu wengi nataka kunikuuliza kama kuna mtu ambaye unajua ambaye ameliacha kanisa la SDA. Wako wengi watu wengine wanapoona magugu katikati ya ngano, ama wanapoona mbuzi miongoni mwa kondoo, ama wanapoona mbwa mwitu wakiwa wamejivisha mavazi ya kondoo, ama wakati apostasy ama uasi umeingia katika nyumba ya Bwana, watu wengi wametafakari kuondoka, na wengine wameondoka kwa sababu zingine nyingi. Okay? Ni vizuri nikufahamisha kwamba ni kweli kanisa la Mungu lina vikundi viwili vya watu. Na unaposoma Matthew 24 verse 45 through 51, utagundua Yesu akiutafuta akasema, mtumishi yule mwaminifu yuko wapi? Na huyu mtumishi aliye mwaminifu, yeye hulisha kanisa la Bwana kwa wakati.
Na yule mwingine ukisoma pale chini nasema kuna mwingine mtumishi mbaya, yeye anakula pamoja na walevi, mafundisho ya kiulimwengu yanamjaa katika mawazo yake, kisha anaanza kupiga yule mwingine anayeandaa watu kwa sababu ya uharaka ulio katika ujio wa Yesu, basi anaitwa mtumishi mbaya. Sasa sikiliza, ni vizuri tuelewe ya kwamba kanisa la Mungu liko na phase mbili. Kuna the church militant, ama hii sehemu ambayo kanisa ni militant, iko vitani, na kuna sehemu ya mwisho church triumphant. Na nikueleze hivi ya kwamba katika hizi phases mbili, katika phase hii ya kwanza ina vikundi viwili, the tares among the wheat, iko na goats among the sheep, na iko na wolves in sheep's clothing, and there's a lot of apostasy, kwa sababu kuna kikundi kikubwa ambacho kimejiunga na watu wa Mungu, the mixed multitude, ambao shetani anatumia kujaribu kuvuruga mpango wa Mungu kupitia kwa kanisa lake. Kwa hivyo tutakapo baadaye tutadiscuss kuhusu the two faces of the church. Basi ni kweli ya kwamba ndani ya nyumba ya Bwana kuna magugu katikati ya ngano. Sasa swali ni hili, ushaitafakari kuondoka? Lakini tunauliza, where do we go? Unaondoka ili uende wapi? Now, pia ukiangalia katika nyumba ya Bwana mahali, najua kuna mtu ambaye umetembea kwa kanisa fulani, ama mara nyingi unatembea siku ya Sabato unajihisi ya kwamba ni kama hauko kanisani, maana unapoangalia jinsi ambavyo program inaendeshwa, mambo yanayofanyika ndani ya nyumba ya Bwana, there is a lot of departure from principle, backsliding from righteousness. Basi mtu anakuwa na uncertainty, anasikia kwamba anaumia, wengine wanakasirika na wanajaribiwa kuondoka. Okay? Sasa ni swali, why do people leave the SDA Church? Kwa nini watu wengi wameonekana kuliondoka? Na ni kweli watu wengi wameondoka. Na wewe pengine unayenisikiliza tayari uliondoka. Kuna wengine ambao tayari wamejaribiwa kuondoka, ama wanashawishika kuondoka, ama ndani ya mawazo yao wanazidi kutafakari kuondoka. Sasa General Conference iliweza kufanya study fulani 2025 mwaka huu, unaweza ukaenda ukaitafuta kwenye mtandao, utafute hilo swali, why people are leaving the SDA Church, utafuta utafiti wa General Conference, na baadhi ya mambo ambayo yametajwa ama watu waliyasema ni haya ya kwamba kuna a lot of hypocrisy. Nakubaliana ya kwamba kweli ndani ya nyumba ya Bwana hypocrisy iko juu. Kuna conflict ama magombano miongoni mwa wachungaji na washirika, miongoni mwa washirika wenyewe, miongoni mwa wazee wa makanisa. Kuna conflict aina zake tu kwenye kwaya na kadhalika, na kuna wengine wako na prolonged doubts. Watu wameishi wakiwa na mashaka kuhusu the doctrine ya kanisa la ama mafundisho ya kanisa la SDA, na kwa sababu hiyo mashaka hayo yanapokidhiri kweli katika mawazo yao, inafika wakati ambapo wanahisi kuondoka. Bado nauliza, ushaifikiria kuondoka? Lakini leo bila kukataa research ambayo imefanywa na General Conference, leo nataka tuingie zaidi katika hili swali, tuulize kwa nini haswa, what is really the reason, kwa nini watu wengi huondoka? Na ninaomba ya kwamba kama wewe ni msikivu uweze kunisikiliza kwa makini, na ninajua kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kukubariki, na ukiweza kubarikiwa basi mjulishe na mwenzako. Hebu tuchangiane kwa pamoja, ni wakati wa kuvuta pamoja. Tuandae kanisa la Bwana kwa ajili ya ujio wake Yesu Kristo mara ya pili, na tena tutumike kama chombo chake kiteule. So tuingie kuuliza kwa nini haswa. Ikiwa ni kweli haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza fanya watu wafikirie kuondoka. Hypocrisy ni kweli, ni unafiki miongoni mwa washiriki, ni kweli unafiki uko hali ya juu. Church conflict, prolonged doubts in church doctrine, lakini hebu tujaze hili swali na tuweze kupata jibu zaidi. Now, kulingana na jinsi ambavyo unaweza ukaangalia, unaweza kubaliana nami ya kwamba kanisa ama by and large, kiwango kile kikubwa, washirika sisi pamoja na uongozi, we have lost the meaning. Na kwa sababu ya kupoteza maana ya kwa nini kanisa la SDA liwepo, basi pasipo kujua, washirika wanahisi ya kwamba hakuna haja, maana hakuna utofauti baina yetu sisi na wale wengine. Okay? Na members wanapopungua, but there's a problem with money. Pesa inapungua kwa sababu hakuna zaka ya kutosha. Na by the way, ukichunguza utagundua kwamba kuna malalamiko ya kwamba pesa kweli hazitoshi, na ndio maana utapata wachungaji mara nyingi pengine hawajalipwa, mshahara wao ni duni, na kwa sababu hiyo badala ya kushughulikia the real cause of watu wengi kuondoka, basi shetani anatupatia binu za kufikiria sasa, okay, sasa pengine tunadhani ni pesa. Si pesa zinafanya watu ondoke katika nyumba ya Bwana.
So sisi ni kama vile ambavyo unaenda ukijisikia kwamba unaumwa na kichwa, badala ya daktari kukwambia the real cause, anakupatia dawa kutuliza maumivu, ana treat the symptoms. So kukosa pesa na kupunguza members, kuna sababu yake. Hiyo si sababu maune maumirera, ama hiyo ni results, kuna sababu yake. Na kwa maoni yangu ni ya kwamba we have lost the meaning of Adventism. Na tunapokosa maana yake, ama tukisahau kwa nini Bwana alilianzisha kanisa la SDA, basi kwa sababu hiyo watu wanapokaa hapo na hawana maana ya kukua hapo, wengi wataanza kuondoka, na zaidi sana basi wakiondoka, wao ndio wenye pesa, pesa zitaweza kupungua. Na ni vipi ishara ya kwamba sometimes tunaonyesha kwamba tumepoteza maana ya kanisa la Mungu kuwepo? In fact, naomba niseme sasa ya kwamba kanisa la SDA Mungu hajaliita ili kuweka watu wasio na makanisa ndani. We are not called to church people. Tumeitwa tutumike kama vyombo ama chombo, kama kanisa ni chombo, na kama mtu binafsi wewe ni chombo kitakatifu mikononi mwa Bwana, kuandaa watu kukutana na Mungu wao. Hiyo ndiyo sababu kuu ya Mungu kuwa na kanisa lake, haswa katika hii generation, kizazi hiki cha mwisho. Tuko pamoja sasa ndugu yangu? So tukisahau maana, basi hata tunapokuja kwenye mkutano tuna discuss agendas, tunapokuwa kwenye church board, tunapovaa, tunapokula, basi tukisahau maana, basi tutaanza kufanya mambo tofauti. And when we lose the meaning, we lose the members, and then we lose the money. Naye shetani anakuja anaanza nyuma, anatutafutia pesa, tuongeze washiriki, tupate meaning. Hiyo formula haiwezi ikafanya kazi. Now, how do we lose the meaning ya kanisa la SDA ama Adventism? Njia moja ambayo ina ishara ya kwamba tunapoteza maana, it is when we lower the standards. Tunapo lower the standards, misingi tunaipunguza. Okay, we destroy the foundations, we lower the standards. Sasa watu sasa hawapendi kuzungumzia kuhusu utakatifu, holy living and righteousness. When we lower the standards, na tunaposema lowering the standards, tunaongea mpaka tangia kuandaa mtu kwa ubatizo, anapojiandaa kujiunga na kanisa la SDA, akiwa ndani na hata katika mahubiri, we dilute the gospel ili ya kwamba tuweze kusoothe mioyo ya watu waje vile walivyo, wakae ndani ya nyumba ya Bwana. When we lose the meaning, kwa nini Yesu kwa neema yake alichagua hili kanisa kulitumia, basi at the end of the day we are going to lose the meaning, and then we are going to lose the members, na tena tutapoteza pesa. Tuko pamoja ndugu yangu? So lowering the standards and diluting the gospel. And mara nyingi when we lower the standards, aim ya wale ambao wana lower the standards, especially the church leadership, ni kwa sababu hawataki kufanya watu wasikie vibaya, maana watawapoteza, na wakiwapoteza pesa zitapotea. Sasa sikiliza, si vizuri kutanguliza pesa. Mungu anataka mtu ambaye anajiunga na kanisa la SDA aelewe ni kwa nini, kisha hawezi kuingia katika ministry ambayo Mwenyezi Mungu kwa neema yake amelipatia kanisa hili. Kwa hivyo tunamaanishaje? Tunamaanisha hivi, in fact ukienda usome wa Galatia sura ya 2 mstari wa 11 hadi 14 kwa wakati wako, Galatians chapter 2 verse 11 to 14, imeandikwa hapo kwa upande wako wa kulia, utagundua kwamba Paulo anakutana na Kefa akifanya mambo yasiyofaa pamoja na wale ambao walikuwa watu wa mataifa. Na alipomuona Paulo anajifanya kwamba hakuwa hapo, na Paulo anamuuliza swali, ikiwa wewe uliye Myahudi bado haujaanza kuiga desturi ya Kiyahudi, una sababu gani ya kuwasurutisha wengine walio nje, watu wa mataifa, kujiunga na kikundi cha Wayahudi? Naomba uisome kwa neema ya Mungu na usiwe na haraka. Galatians chapter 2 verse 11 to 14. Ni hivi, na mahali utapata Uyahudi, basi Waadventista ndio Wayahudi wa kiroho. Na tunaulizwa hivi basi, ikiwa mimi bado sijaanza kuuiga Uadventista lifestyle ya Kiadventista, the uniqueness ya imani ya Kiadventista sijaanza kuikubali katika maisha yangu, kuna haja gani basi niweze kuwasurutisha wengine wajiunge na kanisa la Mungu? Na ndio maana kwa mfano ukisoma Matthew 23 verse 15, na kutumaini hiyo, Yesu anapozungumza na Mafarisayo na Masadukayo na viongozi wa kidini na kusema na kuwashtumu ya kwamba mnazunguka bahari, mnaenda nchi kavu, na baada mkitafuta mtu mmoja awe muongofu, anapokuja miongoni mwenu mnamfanya wa shetani mara mbili. Hakuna haja. So meaning therefore, ikiwa mimi sijaanza kuiga Uadventista na kuishi kulingana na imani hiyo, basi hakuna haja ya kwenda nje na kumtangazia mtu mwingine. Tuko pamoja sasa ndugu yangu? So when Adventism is stripped of her distinctive beliefs and the lifestyle, the church will become boring. Watu wengi
watu ambao unaenda kanisani unahisi kwamba bwana, sasa hapa ni kanisani kweli, unaanza kupata watu wame withdraw. Tuko pamoja ndugu zangu? Adventism. Kwa hivyo jioni ya leo ama mchana wa leo ama asubuhi ya leo, wakati ambapo unaangalia video hii, when we lose the meaning of the church, now what, by lowering the standards, Adventism is stripped off her distinctive beliefs na lifestyle ya watu inaanza kubadilika, wanaanza kufanana na ulimwengu. Kwa hivyo, so therefore we have decided to parallel the practices of the world to make the church relevant. Ukiangalia vizuri, utagundua ya kwamba in fact if you go to Matthew 28 verse number 18 to 20, the gospel commission, Yesu anasema enendeni mkawafanya watu wote wa ulimwengu kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha. So if you read that verse carefully, haisemi tufundishwe na ulimwengu, inasema tunapoenda kwao na tuwafundishe. Sikiliza watu wa Mungu. So na sio hivyo tu, if you read Jeremiah Ephesians chapter 5 verse 11 to 17, Ephesians chapter 5 verse 11 to 17, Paulo anasema sisi ambao tuliingia kwenye nuru hatuhitaji kushirikiana na matendo yasiyozaa ya giza, bali tunahitaji kuyakemea. Tuko pamoja ndugu zangu? Mahali pengine katika Matthew the Sermon on the Mount, katika Matthew chapter 5 Yesu anasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu, nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Alafu chapter 7 Yesu katika Matthew chapter 7 anasema verse 24 kuteremka, nitamfananisha mtu mwenye hekima na yule ambaye ananisikiliza neno langu na kulishika. Sasa sikiliza. So we have decided to parallel the practices of the world to make church relevant. Tumeamua kuiga conformity to the world, and by the way, listen, conformity to the world does not transform the world to the church. Otherwise inafanya the opposite. Conformity, tunapoanza kuborrow from the world does not see the uniqueness. Ulimwengu hauoni utofauti. Na sasa tukidhani ya kwamba we are becoming accommodative, we lower the standards za Injili ili tuweze kuaccommodate as many people as possible. Wanapokuja watakaa kwa muda mfupi kisha watatoweka, na cha kushangaza watatoweka na wengine. Angalia mfano. Ukiangalia huyo jamaa anapiga bedi, unaweza fikiria kwa disco. Wenda hatu hapa Calvary Gardens, Siloam hapo chini Ridgeways hapo utakuta vitu hivi vimekuja. So hakuna mtu anazungumzia Adventism music kwa sababu watu wanataka wachezewe drum set, wasikie vizuri, praise and worship na kadhalika na kadhalika. Sikiliza. Sermons, music, welfare groups na merry go round zingi ambazo zimezunguka za kuweka watu pamoja. People have lost the meaning, basi wamejitafutia vitu vingine vya kufanya vya kuwaweka pamoja kama kanisa. Na at the end of the day, ukiangalia katika setup kama hiyo, there is a lot of worldliness. Watu wanavaa vile wanavyotaka, watu wanakula vile wanavyotaka, watu wanaimba vile wanavyotaka, na yule mhubiri atakayekuja anahubiri anavyotaka. There is no standard ya ukweli kulingana na imani ya Kiadventista. Na kwa sababu hiyo, when we become like the world, naomba nikueleze hivi, the more you adopt the practices of the world kama kanisa, the more you lose the meaning. And at some point members, kwa sababu hakuna kitu kinawaleta hapo, kinawavuta, hakuna neno la Bwana la kuwavuta, wataanza kuondoka moja moja. And that's why if you go to so many of our churches in Nairobi, you realize that there are so many people who come to church but they do not have their names in the register. Wako tu wanatapatapa, wako huku wako kule, wamejoin music groups, wanafanya mikutano siku ya Sabato isiyo, yani there is a lot of worldliness ambayo inazunguka katika kanisa la Bwana kila mahali. Na kwa sababu hiyo basi we try to, kwa sababu tumeepuka neno la Bwana, to make the church relevant na kufanya watu wasikie vizuri kwenda, basi tunatafuta vitu vya ulimwengu tunaleta. Vyama, akina mama wanaleta chama, wanasema hiki sasa ni chama kama kile kiko nje, kimekuja kanisani, hiki ni cha wamama wa SDA, lakini kinafuata formula ile ile. Kama hutoi sitakupa, kama hujaweka pesa zako kwenye chama welfare hautasaidika. That is worldliness. Mambo haya yote hakuna kuyapaka mafuta ndugu yangu. Haya ni mambo ambayo yanakuja kuharibu the standards, na hatatuweka katika nyumba ya Bwana kwa muda mrefu tusipochunga. Ikiwa neno la Bwana, the distinctive truths za Adventism hazitafundishwa na kurejelewa, basi tutakuwa tuko kwenye hali hatari. So therefore, badala ya nyumba ya Bwana kuwa sehemu ambayo watu wanakutana na Mungu wao, inakuwa ni a social club ama an entertainment center. So watu wanakuwa kwenye vikundi za social club, wanaweza kuja anytime they want, wanaweza kuja wamevaa vile wanavyotaka, wanaweza wakasema chochote wanachotaka mbele katika nyumba ya Bwana ama katika precincts za kanisa ya Bwana, ama wengine wanakuja wakufanyiwa entertainment, okay, through music na kadhalika. And that's why in most of our churches, wherever you go, I young people, vikundi vingi vya nyimbo vimetengenezwa, most of them are just performing.
they are not just entertaining, they are not worshiping na kadhalika na kadhalika. Ni kwa sababu we have lost the meaning. So ndugu yangu, ninaomba mahali popote ulipo, ukiwa kiongozi, ukiwa mzee wa kanisa, ukiwa mshirika katika kanisa la SDA, hebu Bwana atujalie turudi kwenye makutano ya njia, Jeremiah chapter 6 verse 16, tukaulize iko wapi ile njia ya zamani. Hata kama wale walisema hawatapita kwenye njia hiyo, usiseme hivyo. Turudishe na tudunishe Adventism mahali ambapo panafaa. Ndio dunia inabadilika, lakini Yesu abadiliki, ni yule yule jana, leo na kesho. Kwa sababu hiyo injili haiwezi ikabadilika. Now tukuje hapa tunapozungumza kuhusu kuharibu standards na ama kwa nini watu wanaondoka, ningeomba nirudishe mawazo yako katika hali ya kuingia. Uliingiaje? Kwa sababu nimekuja kugundua kitu, na Mwenyezi Mungu anijalie nikueleze kwa njia ambayo utaelewa. Ni hivi ya kwamba kuna watu wengi walibatizwa wakaingia katika kanisa la SDA pasipo kuelewa the meaning ya SDA Church. Okay? Sasa hapo ndio shida iko kubwa. And by the way again, hapo ukiangalia hapa kuna hii generation inaitwa Gen Z na Millennials, kuna wengine wamezaliwa within Adventism, basi hawalilelewa katika kitu ambacho tunaita formalism, desturi ya kufanya kwenda kanisani siku ya Saturday na kadhalika, lakini hawajaielewa maana. Kwa hivyo wakabatizwa, wakaambiwa sasa nyinyi you are members of the SDA Church, lakini kumbe hawajaielewa maana, hawajaielewa kusudi la Mungu kuanzisha kanisa la Mungu. Wachungaji nao wengi wanabatiza watu pasipo wao kuwa wamejua maana. Be very careful. Nataka tusikilize haya kwa makini. Why are people leaving the SDA Church? Jibu moja muhimu ni ya kwamba hawakujua maana walipokuwa wanaingia. Na wengine walioingia they have backslidden, wamesahau maana, na kwa sababu hiyo basi watu wanaanza kuondoka, na basi watu wanakosa umuhimu wa kuingia na kurudi kwenye nyumba ya Bwana. Tunasemaje? Remember therefore from whence thou art fallen. Sasa sikiliza, baptized members, ni vizuri tujue kwamba kila mtu anayebatizwa katika kanisa la SDA, mchungaji unayebatiza watu sometimes ovyo kila mahali, sikiliza, baptized members are granted the rights to participate in the church business. It is true. Wakati wote kuna mswada ambao unastahili kupigiwa kura na kuzungumziwa wa kanisa, wanatafutwa watu ambao tayari wamebatizwa na majina yao yamesajiliwa katika kitabu katika Sabbath school hiyo. Sasa sikiliza, ni vizuri tuseme ya kwamba there are so many people who have taken their vows forcefully. Tunamaanishaje? Okay? Meaning, ukiangalia the vows ambazo watu wanachukua za ubatizo, kuna wengi wamezichukua forcefully. Kivipi? Ya kwamba they claimed ya kwamba they believe in the SDA Church as the visible remnant church, and also they believe ya kwamba the remnant church ama kanisa la masalio limepewa kipawa cha roho ya unabii. Ni kweli, wengi hata hawakutajiwa hata siku moja kipawa cha roho ya unabii. Okay? Wanabatizwa tu. Unaweza sikia mchungaji ameenda mtoni, anaanza kusema kama vile ambavyo ati hapa kuna mtu mwingine angetaka kubatizwa, anaweza kubali abatizwe. Na watu wanaanza kusema the Ethiopian eunuch hakuchukua muda wa kufanya Bible study. That's an argument ambao tutaidiscuss na tutauliza maandiko kweli yanamaanisha nini, lakini kuna watu wanachukua vows, unainua mkono wa kulia forcibly. Yaani sasa ubatizo, ukiangalia zamani, mimi nakumbuka nibatizwa 2005 na nilikaa darasa la ubatizo miaka 2. Na ninakumbuka tulifundishwa, tukafanya oral exam, written exam, na ninashukuru Mungu ya kwamba mpaka sasa niko katika nyumba ya Bwana. So we were well grounded. Wale wa zamani waliotutangulia walikuwa wanakaa wengine darasani miaka 3 wakifundishwa mpaka waweze kuelewa. Sasa leo crusade inafanya wiki moja mtaani, watu wanaitwa wabatizwe, hawajaelewa maana. Sasa sikiliza. Okay? Kuna mmoja kwa sababu ya hizi discussions za Ponzi schemes aliniuliza hivi, ni fungu gani limeandikwa katika the Bible ya kwamba tuweze kusoma Ellen G. White writings. Mwingine naye akasema ya kwamba maneno ya Yesu alisema ya kwamba pesa ziwekwe kwenye trading anapoongea kuhusu the parable of the talents. Nikamwambia the parable of the talents haizungumzii kuhusu trading. Nikamwambia that's a parable and it should be interpreted as a parable. And I referred him to the book Christ of the Lessons. Akaniambia yeye he does not require the Christ of the Lessons kuelewa maneno ya Yesu. So you see, na hao ni watu ambao ninajua wengi wako na vio katika kanisa, wamekaa hapo kwa muda, na sasa they are questioning the spirit of prophecy. Sasa sikiliza, watu wa Mungu, sikiliza. Kuna watu wengi ambao wako katika nyumba ya Bwana walibatizwa pasipo kuelewa maana haswa ya kanisa la Waadventista wa Sabato, na kwa sababu hiyo sasa wanapojaribu kufundishwa sasa inakuwa ngumu. Sikiliza,
Kumbuka, unapobatiza mtu yoyote, hata ukiwa hujamuandaa vizuri, umempatia nafasi ya kujiunga na church business na kufanya maamuzi katika kanisa. So wakija 7 ambao hawajakolea katika imani, basi watapitisha mambo ambayo si ya kiimani, si ya kiadventista. Kwa sababu hiyo tufanyeje? Now, ushauri ambao unatoka katika Testimonies to the Church volume 6 page 95 paragraph 2. Sikiliza, before baptism there should be a thorough inquiry as to the experience of the candidate. Unanipata sasa? So wewe ambao unasema kuhusu Acts chapter 8 the Ethiopian eunuch, nataka usikilize. In fact, we do not know the Ethiopian eunuch, maana alikuwa anasoma the Old Testament, especially Isaiah 53, hatujui alichukua na maandiko kiasi kipi. Lakini pia tunaweza tukajua kwamba kipindi hicho ni wakati Roho wa Mungu amekwisha kumwagwa katika kanisa la kwanza la Kikristo Ephesus, na kwa sababu hiyo watu wengi walikuwa wanaamini kwa haraka. Hivyo ndivyo itakavyokuwa utakapomwagiwa Roho wa kumaliza kazi wakati wa Laodikia, watu wataamini. Lakini sikiliza, tunashauriwa hivi, this is testimony to the church, na ndio maana the spirit of prophecy has to take its place katika kanisa la Mungu kulishauri. Sikiliza, tunaambiwa before baptism, Testimonies to the Church volume 6 page 95 paragraph 2, before baptism there should be a thorough inquiry as to the experience of the candidate. Kabla mtu hajazamishwa ndani ya maji na kusajiliwa kama mshirika katika kanisa la SDA, kabla, there must be a thorough inquiry. Wale ambao sisi tumeingia lazima tu inquire ya kwamba experience ya huyu mtu ni namna gani, na injili aliyopokea ameipokea vipi, na tunapomaanisha hivyo inamaanishaje. Tunaambiwa hivyo, the same chapter, the same book, the same page, paragraph 2, bring the requirement of the gospel to bear upon the candidates for baptism, ya kwamba yanayohitajika yanayoambatana na injili, huyu ambaye anajiandaa na ambaye amejitoa kubatizwa na aweze kuletewa kwa njia nzuri, afundishwe. There should be a thorough preparation for baptism of candidates, yani the requirement of the gospel. Tunaposema the requirement of the gospel tunamaanisha nini? Now, Sister White anaendelea kuzungumza, anasema all who enter upon you, the book Evangelism page 308 paragraph 2, all who enter upon new life should understand prior to their baptism, kuna mambo ya kuandaa watu kabla hujabatizwa, that the Lord requires the undivided affection. Unanipata mchungaji ambao unanisikiliza na kiongozi wa kanisa, okay? Nimeshuhudia watu wakibatizo ovyo ovyo tu. Washiriki wanaambiwa kama mtoto amefikisha miaka 12 na hajabatizwa aandikishwe abatizwe. Watoto wanapelekwa ndani ya maji ubatizo, wanabatizwa. Sikiliza, all who enter upon the new life should be made to understand prior to their baptism that the Lord requires undivided affections. So wanapochukua vows na kusema kwamba wameliamini kanisa la SDA ndilo kanisa la masalio, wameamini katika kipawa cha roho ya unabii, wanastahili kweli, wamefundishwa. Do your part. Ndiyo, ninajua kwamba kuna mtu anaweza akaagi akasema hata kuna wale walikaa darasani miaka 6 na walirudi nyuma. Now that is not the point of discussion here. The church has to do its part. Kanisa la Mungu lazima lifanye nafasi yake. Wazee wa makanisa, sikiliza. Wewe unapewa darasa la ubatizo, alafu unakuja sabato hii ingine unafungua kazi, siku ya sabato linaendelea kufanya kazi yako. Washiriki unaokufundisha wanajua. Ni vipi utawafundisha msingi wa imani ya kwamba kuna siku ya sabato ambayo ni siku ya saba na namna ya kuitunza, iwapo wewe sabato ya leo hauko, kesho ingine? So unapata watu wanarushiwana walimu. Leo ni elda huyu yuko hataki kufundisha, yani wameruka msingi huu, wamekimbia msingi wa 10 na ngapi, wameenda kwa ule mwingine. Eventually baada ya muda wa wiki 2-3 kuna mkutano wa district, watu wanakuja wanabatizwa, alafu watu wanapiga mapicha, wanasema watu wengi wamekuja kwa Yesu. Sikiliza, shetani ni mjanja sana. So let us the church do its part prior to the baptism. Wacha kila mtu afundishwe kwamba Bwana anahitaji undivided attention. Vipi sasa? Tunaendelea kuambiwa hivi katika Evangelism 308 paragraph 2-3 ya kwamba the practicing of truth is essential. Huyu ambaye anataka kuamini afundishwa kwamba practicing hicho ambacho ameamini, si aamini alafu abatizwe alafu aendelee kujifundisha. Tuseme sasa amejua ujumbe wa sabato, lakini anasema nitaendelea kufungua duka, amebatizwa, anafungua sabato hii. Sio hivyo. Usiwe na haraka ya kubatiza mtu kama huyo mpaka andaliki ajue kwamba the practicing of the truth is essential. Na inasema when they give evidence, wale candidates wa baptism, that they fully understand their position, they are to be accepted. Inamaanishaje? Tuko pamoja ndugu zangu?
ya kwamba wakishaelewa ya kwamba wanajiunga na kanisa la SDA, it's very unfortunate ya kwamba kuna wachungaji wengi pia viongozi. In fact, groups ni mbili. Kila mahali kuna watu wengi hawajui wako katika kanisa la SDA kwa sababu gani. Okay, nisikiza jambo mwingine anaitwa Pastor Morube, anasema ya kwamba wachungaji wa SDA wakubaliwe kuombea watu na waponye. Na akasema kila wiki anaombea, I don't know if that is true, anaombea watu zaidi ya 700. Waadventista wa Sabato washiriki wameenda kutafuta usaidizi. Na ninajua ni kweli. Wengine wanaenda kwa Pastor Ezekiel, wengine. Sasa sikiliza, wachungaji wenzangu, yaani wachungaji wangu, viongozi wa kidini, are we losing the meaning of the church? Mpaka church members wamekosa maana, sasa wameenda kutafuta. We have rejected the health message. Basi wameenda kuombewa huko ili waweze kupona na kuishi katika lifestyle ya kukula vibaya na kufanya wanavyotaka. Now, washirika wanaotaka kuingia katika kanisa la SDA, let them be thoroughly prepared before baptism. Inaendelea kusema namna gani? Inaendelea kusema, in fact, specifically, mfano, Sister White anasema, one of the points upon which those who newly come to the faith will need instruction is the subject of dress. Wale ambao hawa wanataka kukuja kujiunga na kanisa la SDA, kwanza kabisa kitu mmoja among many ambacho wanastahili kufundishwa, Testament to the Church volume 6 page 95 paragraph 2, is a subject of dress. Inamaanishaje? Tunapozungumzia kuhusu amri inayosema usizini, tunapoambia kwamba watu wasiwe wazinifu, and then we are promoting it kulingana vile ambavyo watu wanavaa nguo ambazo zimechelewa na safari na zimefika mapema. Okay? Umeelewa nguo hizo? Wana promote ukahaba kwa njia nyingine, wanakaa Jezebeli wadogo. Ukiangalia 2 Kings chapter 9 from verse 30 to 33, utaangalia mfano wa Jezebel vile ambavyo alivyokuwa anavaa. Ama uangalie mwanamke wa Revelation 17 verse 1 to 3. Ama uangalie experience ya Hosea chapter 2 verse 1 to 3. Ama uangalie Ezekiel 23 verse 1 to 3. Tunapozungumzia ukahaba na wasichana na kina mama wanavaa wanavyotaka, na kanisa linakaa tu limenyamaza, especially wachungaji wake wa wachungaji wengi. Na ninaomba mshiriki sasa, usimfanye mwanadamu kuwa kinga yako katika mambo ya imani. Mtazame Kristo aliyekuita na mtimilizi wa imani yako. Wachungaji wengi kwa sababu wake zao ama wasichana wao ambao wamefundishwa na mama yao wanavaa vibaya, hawawezi wakajaribu kuzungumzia haya mambo. Sasa sikiliza basi, kuvaa kulingana na imani na sio uniform, kuvaa kulingana na imani ya Kiadventista Sabato ni jambo ambalo wanastahili kufundisha watu kabla hawajaingia ndani ya maji. Sasa angalia, mtu anakimbia, mama amekimbia, earrings ziko bado kwa masikio, akifika pale kwa mto wengine wanazama nazo, alafu wengine wanatolea hapo, wanaziweka, akishamaliza kubatizwa anarudisha, kisha akienda kupokelewa pale anapokelewa nazo. Sasa sikiliza basi, the subject of dress, lazima watu wafundishwe, the new converts ambao wanataka kujiunga na kanisa la SDA through baptism. Fanya nafasi yako, hayo mengine muachie Bwana. Panda mbegu itakayomea, Bwana ataikuza. Sasa tunaambiwa hivi, kwa nini jambo kama hili la dress reform liweze kufundishwa watu wengi hata kabla hawajaingia ndani ya maji? She continues to say, spirit of prophecy, ya kwamba so the dress of Christ's followers should be symbolic. Maana wafundishwe ya kwamba mavazi tunayostahili kuvaa yanastahili kufana hivi, ya kwamba in all things we are to be representatives of him. Ya kwamba mavazi, in fact if you go to the book of I think Numbers 15 from verse 35 to yes, hapo kuna issue ya kupumzika siku ya Sabato, na pia kuna the issue of the ribbon of blue, ya kwamba waliambiwa waweke shada hukule chini ya nguo ya blue ili wakiitazama wakumbuke the 10 commandments. Mavazi ya Waadventista wa Sabato, wasichana haswa na wengine pia wanadamu wote, wafundishwe kabla hawajabatizwa, kwa sababu it should be symbolic, ya kwamba kile ambacho unakiri unachosema basi kinastahili kuonekana hata kabla haujaongelesha mtu, anastahili kukiona kulingana na jinsi ambavyo umevaa. Tunazidi kuambiwa kwamba at the such a service, in fact katika baptism, elewa hivi, sikiliza kuhusu baptism, ushauri wa Sister White kuhusu hii baptism ambayo tunaizungumzia is hivi, at such service angels of God are always present. Wakati wote watu wanapojitoa kujibatiza wajiunge na kanisa la SDA, malaika wa Mungu wako hapo, and nothing is to be made common or cheap. Na swala la ubatizo watu wasione kama ni kuogelea ama kuoga na maji. In fact, maandiko yanasema inaosha dhamiri, sio kuoga mwili. Should not be made common or cheap or placed on a level with common things. Mfano, ndio maana tutatafuta ushauri tunapopeleka watu kufanya baptism katika swimming pool, ambapo wanaume na wasichana ambao wako uchi wamevaa bra na panty wanaswim hapo, na tumepeleka utakatifu wa ubatizo
kanisa mzima tumezunguka na watu wa Mungu wanaingia kubatizwa, basi that is very cheap baptism. Ni kufananisha ubatizo na in fact Sister White anasema hivi, sikiliza. Besides ya kwamba angels are there, inasema the knowledge of God and of Jesus Christ expressed in character is an exaltation above everything that is esteemed on earth and in heaven. So tunaambiwa hivi ya kwamba watu hawa waweze kufundishwa the knowledge of God and Jesus Christ expressed in character. So Mungu anataka kuona mambo haya, anataka kuona jinsi ambavyo ilivyo, anataka kuona jinsi ambavyo ilivyo katika maisha yetu. Tukishapokea, tuendelee kuishi kulingana na mapenzi ya Bwana. And at long last, maana tutakuja kuzungumzia mambo haya kwa undani zaidi, the numbers game inakuanga mpango wa shetani. Patriarchs and Prophets page 550. Sikiliza. Success does not depend on numbers. God can deliver by few as well as many. He is honored not so much by the great numbers as by the character of those who serve him. Nakumbuka tulipokuwa tunahubiri through Kaso, wakati tulikuwa tunasoma college. Kaso, College Adventist Student Organization, kukasa. Watu wengine watumishi na watu walifurahia sana wanapo ona watu wengi wakiingia ndani ya maji. Lakini ukifuata baada ya wiki moja, basi unapata hawako, kwa sababu hawakuwekwa kwenye misingi. So God is not interested in numbers, maana kanisa hili halijaitwa kuleta watu ndani ambao hawana kanisa. Limeitwa makusudi waweze kutumika kama vyombo kuandaa watu kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hivyo ndugu zangu, tutaongea kuhusu the numbers game kwa sababu hii ambao doubling the membership, the formula, hizo vitu zote tutazungumzia ili tuweze kuelewa kweli hiyo ndio formula ambayo Mungu anataka, ama anataka kuona revival and reformation in Adventism. Tusome kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo, na tunaambiwa katika Spirit of Prophecy, tutakapoelewa vitabu hivyo vizuri na maana ya hizo vitabu kwetu, there will be seen amongst us a great revival and reformation. So ndugu zangu, naomba nikomee hapa kwa sababu ya muda. Ni ya kwamba when the church forgets the meaning, it will lose the members and they will lose money. Na shetani ni mjanja sana. So wewe kama uko katika uongozi wa kanisa hili, wewe ni mchungaji, wewe ni mzee wa kanisa, ikiwa wewe ni mshirika kama mimi, basi omba Mungu akusaidie kuelewa Uadventista ni nini na akufundishe kuishi. In fact, ukisoma mahali pengine nasema, kwa mfano, if we kept the Sabbath as we should, kama tungetunza sabato vile ambavyo ilifaa, there could never have been anarchist katika ulimwengu, kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa mbinguni, muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji, na huyo ndiye ametuita ili tuweze kuita watu waende kwake. So bila shaka Bwana akubariki sana. Tuzidi kuomba ya kwamba Mungu ajidhihirishe kuhusu hili swala la Ponzi schemes, the optical in staff hizi ambao zimekanganya washirika wa SDA kwa kindani, na tumekwisha kuzungumza. So I hope ya kwamba kanisa linafuatilia mambo hayo na kuhakikisha ya kwamba wametoa uamuzi kamili, na tusiogope. Mungu anahitaji kuona character ya watakatifu, na inasema until that character shall be fully reproduced in his people, atakawia huko kabla hajaja. So Bwana natutarajia ya kwamba sisi tulioitwa zamani, sisi ambao tumepewa nafasi ya kujua injili hii, basi tuige na kukaa kulingana na hiyo injili, kisha tutumie kuita watu wengine ili wao pamoja nasi tuandalike na tuandae wengine kwa sababu ya kuja kwake mara ya pili. So let's be prayerful. Wiki hiyo ambayo imepita nimeweza kupata ajali, ilikuwa Monday jioni, and I don't want to conclude ya kwamba inahusiana na mambo hayo, lakini nashukuru baada ya kupata ajali hiyo nimeweza kurudi kwenye hali yangu, ninaendelea kumalizia kurudi kwenye hali, lakini sikuvunjika mfupa, na ninashukuru wale ambao walikuwa wamefahamu kwa sababu ya kutuombea. Tuko salama, na ninaomba nikutie nguvu wewe unayetaka kusimamia Mungu mahali yuko, atia bidii. Your conscience ni yako na Mungu wako. Acha Mungu akutawale in your conscience, akutumie vile anavyotaka. Bwana atubariki, tuzidi kuomba mapenzi yake kwetu yaweze kufanyika. Bwana aweze kukubariki sana.